kujua maandiko. Asante Mtakatifu Bwana uliye mwezeshi, tunatumaini katika neno lako, tunatumaini katika uweza wako, tunatumaini kwa kila andiko lenye pumzi ya uzima lafaa kutufundisha, kutuongoza na kutuadibisha katika haki. Simama mwenyewe Bwana majira haya kupitia uweza wako. Amina. Kufunuliwa kujua maandiko. Haleluya. Hili ni somo muhimu sana sana kwa mtu ambaye anahitaji kwenda mbinguni, lakini inaweza kuwa ni somo baya kwa mtu ambaye anaipenda dunia. Sasa tuko mahali hapa na tunasikiza neno la Mungu, hivyo nina hakika tumefanyika kuwa wateule wa Mungu ili Mungu apate kutufundisha kupitia maandiko. Sasa unaweza ukafundishwa kupitia maandiko hayo hayo ukapotoka. Unaweza ukafundishwa kupitia maandiko hayo hayo ukaokoka. Haleluya. Paulo kuna mahali anasema neno linaua, roho huisha. Haleluya. Kwa kuna hitaji sana mtu ambaye ameokoka apate ufunuo wa maandiko, apate kulifahamu neno. Haleluya. Sasa neno ni Mungu. Atakayejifunua kwako ni Mungu huyo huyo. Hatuna chuo wala elimu ya kumfundisha mtu akapate kujua maandiko. Kwa mujibu wa Biblia ninazungumzia. Haleluya. Kwamba mtu aliyeamini ili afahamu maandiko, hakuna elimu ya kwamba tutakupeleka ukasomee ili uyajue maandiko. Kuyajua maandiko ni ufunuo wenyewe ulioko ndani ya neno, ukapate kujifunua kwa mtu, ndipo atakuwa anafahamu maandiko na kumtumikia Mungu kupitia roho na kweli. Kumtumikia Mungu katika roho na kweli ni katika Roho Mtakatifu. Kweli nini? Ni neno. Sasa siwezi nikatumikia katika roho na kweli nikiwa neno silielewi. Tusome Luka 24 mstari wa 45. Soma mtumishi. Luka 24 ule mstari wa 45. Ndipo akawafunulia akili zao. Ndipo akawafunulia akili zao. Wapate kuelewa na maandiko. Wapate kuelewa na maandiko. Haleluya. Kumbe kupata kuelewa neno la Mungu kunahitaji ufunuo wa maandiko. Sasa tumeona anayefunua maandiko ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Sio chuo, sio elimu. Yeye Mungu mwenyewe. Unapoendelea kujifunza kwake, anakuta uelewi, ila una haja ya kumuelewa. Anajifunua kupitia maandiko ili ukapate kufanya nini? Kuelewa. Ukienda chuo ili ukajifunze kujua maandiko, pengine ni mzinzi, ni mfaraka, ni mzushi, unakuwa unapoteza bure. Tunahitaji tukae katika mkono wa Kristo ili yeye ndiye atufunulie, ajifunue kwetu. Haleluya. Ili tukapate kufanya nini? Kuelewa. Sasa hapo ni nukuu mstari mmoja, tuangalie hizi habari mpaka ikafikia na wafunulia maandiko kulikuwa kuna nini. Haleluya. Luka 24
Tutaanza mstari wa 39 mpaka ule wa 53. Nisikilize kwa makini sana, nami nisikie vivyo. Funueni tusome pamoja. Luka 24 ndo kitabu cha mwisho, ule mstari wa 39 mpaka wa 53. Wote tumeipata? Nasoma. Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Shikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku wakistaajabu, aliwaambia, mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa, akakitwaa akala mbele yao. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Akawaongoza mpaka Bethania, akiinua mikono yake akawabariki. Ikawa katika kuwabariki, alijitenga nao, akachukuliwa juu mbinguni. Wakamwabudu, kisha wakarudi Yerusalemu wenye furaha kuu. Nao walikuwa daima ndani ya hekalu kwa kumsifu Mungu. Haleluya! Tunyenyekeze ufahamu wetu hapa tupate kuelewa kitu. Hawa ni wale waliokuwa wafuasi wa Kristo. Kristo alipokufa anataka kuondoka, akufufuka tu na kuondoka, akarudi tena kwa wale wanafunzi na kujionesha kwa watu wengine. Haleluya! Kristo alipojitokeza, kulikuwa kuna shaka ya watu kufanya nini? Kuamini. Kristo anawafundisha ya kwamba kama ilivyonena Torati ya Musa na manabii na Zaburi, ndivyo imetimia, kwamba ukiisoma kuanzia Mwanzo na vitabu vingine na Zaburi, Kristo yupo kwenye vile vitabu, anaelezewa. Haleluya! Lakini ukisoma haraka haraka unaweza ukawa uoni, ila wale walipokuwa wanaelezea walikuwa wanamtabiri ni Kristo. Sasa analiambia hili kundi, neno limetimia. Mimi nimefanya nini? Nimesulubishwa kama walivyo nena manabii na Zaburi. Sasa ndio mimi hapa. Maandiko yanasemaje? Yanasema wale wanafunzi wakaonekana kama wanaamini ila wako na shaka. Anasema, nipeni basi hata mkate nile, au niangalieni, niko na mifupa, niko na mwili, mimi sio roho.
maana roho haina mwili, haina mifupa. Wakampa kipande cha samaki afanye nini? Akala. Wakaamini. Lakini Yesu anapomwangalia mtu, imani yake anaiona, akaona bado ana shaka. Haleluya! Sasa ndio anasema, ndipo akawafunulia akili zao wapate kufahamu maandiko. Haleluya! Utumishi bila kufahamu unachotumikia, tutakuwa tunakubembeleza kama mtoto anayeumwa kumlisha chakula. Haleluya! Utakuwa unabembelezwa kama anayekubembeleza ndo anafaidika, lakini ni faida yako. Sasa ndipo Kristo anatuonesha kitu kwamba kusema tu nimeokoka, nimebatizwa haitoshi. Kuna kitu kinafaa kitendeke ndani yetu, tukapate ufunuo wa kujua maandiko kwamba neno lilikuwa linahusu nini. Ninapokuwa nina hakika na kile nilichofunuliwa katika neno, nitasimama kwa ujasiri kukielezea. Haleluya! Hawa wamefundishwa na Kristo miaka 3 na siku kadhaa, lakini bado hawana imani, na Kristo anataka sasa aondoke. Haleluya! Apaye arudi juu. Anaona kanisa nao liacha halina imani, anaanza kulifundisha, bado kuna shaka. Haleluya! Sasa hapo ndipo anatuonesha kwamba hata tungejifunza, tungeenda vyuo na vyuo pasipo kupata msaada wa kufunuliwa maandiko, tusipokanisa lia kuomba Kristo atufunulie maandiko, kuabudu kwetu itakuwa ni kwa kusitasita. Hii tuweke chini wapendwa, tujue tunapomwendea Kristo tunaomba nini. Hivyo unaweza ukapigana na kitu ukioni, unaweza ukaabudu kitu ukifahamu, huwezi. Ndio maana wengine wanakuwa ni Wakristo wazuri, lakini wanapopata na majaribu wanaenda kwa vitu vinavyoonekana kama waganga. Mganga wa kienyeji anapofanya manyanga yake unamuona. Unaona? Sasa usipopata ufunuo wa maandiko ya kwamba ukikaa hivi kwa uwezo wa imani unaamini Mungu yuko pamoja nawe kupitia ulivyosoma, inakuwa nini? Ni changamoto. Sasa tukianza kuchambua tulivyosoma, kwa kwani nilisoma ile habari lote na pengine naweza ufunuo maandiko bado ni changamoto, mimi ndio naweza ningali nimekuchanganya zaidi. Tukianza kusoma ule mstari wa 41, kuamini pasipo furaha. Mstari wa 41 unasomeka hivi. Anasema hivi: basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku wakistaajabu, aliwaambia, mna chakula chochote hapa? Haleluya! Waliamini lakini hawana furaha. Ndio umemwamini Kristo, lakini hauna ile furaha ya Kristo inayozungumziwa katika maandiko. Haleluya! Ukiwa na hiyo imani ni rahisi sana kutenda dhambi ya kuamini tu, lakini iko shaka ndani yako, uwezekano wa kurudi nyuma unakuwepo. Sasa Kristo anapoona wameamini lakini hawana furaha, hawaachi hivyo hivyo, akazidi kujifunua kwao. Anawafundisha, anawaleta kwenye maandiko, anawaleta kwenye Mwanzo, anawaleta kwenye Zaburi, anawaleta kwenye vitabu vyote. Wanaamini tu. Hiyo hali inatokeaga. Unaweza ukafundishwa ndio ukaamini, lakini ndani ya moyo haupati ile amani. Maana neno la Mungu linapokuja kwa mtu linapaswa liachilie amani ya ushindi.
Haleluya! Amani ya furaha, sio ile amani ya kwamba sasa nianze kubishana mhubiri, acha tu nikubali. Kristo alikuwa afundishi hivyo. Anataka kanisa lifunguke, liwe na hakika. Ndio maana imani tunasema ni bayana ya mambo yasiyoonekana bali yatarajiwayo, ni kuwa na hakika. Sasa nikiwa na imani ambayo hakuna furaha, hakika inakuwa haijatawala ndani yangu, haijatawala ndani yako. Kristo ukisoma ule mstari wa 44 akazidi kuwaaminisha zaidi. Kitabu ni 44. Kisha akawaambia, haya ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Kristo anapowaaminisha anawaleta tena kwenye neno. Unaona venye ni muhimu sana Mkristo kukaa kwenye neno. Kristo alikuwa tu aongei kwamba mimi hivi, hapana. Yeye mwenyewe anafungua Biblia. Ukisoma Mathayo, Luka 4 ni mstari kuanzia 17, unaonesha zaidi Kristo alipoenda kufundisha kwenye sinagogi, akachukua Biblia, akafungua, akatafuta palipoandikwa Bwana juu yangu. Unaona? Amenituma kwenu kuwahubiri maskini habari njema. Yeye mwenyewe ni mwana wa Mungu kabisa, lakini anapokuja kulifundisha kanisa anafunua neno, anatutazamisha katika neno, ili imani yetu iwe katika nini? Katika yeye, kwa neno. Kwa ni muhimu sana kama ni mfuasi wa Kristo ukaketi katika neno, lakini vile vile katika neno ukapate na ufunuo wa neno. Akili zikafunuliwe, tukapate kujua neno. Tunaposoma tuwe tunajua lilikuwa lina maana gani. Hapo ndipo tutasimama katika imani. Wapendwa, tusidanganyane ya kwamba tukiwa tunaombeana ndio utashinda majaribu. Hapana, hiyo haiko. Ili kuweke wazi kwamba tutamwombea mtu aendelee tu kuishi pasipo neno, akashinda nini? Majaribu. Ukristo, kazi yetu, kuumbwa kwetu, tuliumbwa kwa limbuko la neno. Kwa ili tukaishi, lazima tukaishi na nini? Na neno. Ili tukatende, tutende kupitia neno. Anasema hivi, neno lako ndiyo taa ya miguu yangu na mwangaza wa maisha yangu. Sasa neno nisipolijua litafanyikaje kuwa taa? Haiwezekani. Haleluya. Lakini sasa ndivyo inatakiwa iwezekane. Kama kweli nahitaji uwezo wa Mungu kae ndani yangu, lazima nijue neno, nikubali kujifunza neno na ninyenyekee. Sisi wenyewe ni mashahidi. Tukisoma Mathayo 4, Yesu anapojaribiwa, ni shetani linakuja na mwambia Yesu, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe haya kuwa mkate. Asemi, toka shetani kwa jina la Mungu. Haleluya. Kuna sehemu zingine tunatumia tu neno. Hatuhitaji kuomba kwamba hapa sasa ili kinitoe nini ni maombi. Tunahitaji tuwe na nini? Na neno lililofunuliwa ndani yetu, limekaa ndani ya moyo. Haleluya. Maandiko yanasema, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Kwa nini hautakubali? Kwa sababu Kristo alipoachilia neno lake likakaa ndani yako, lile ndio linakuwa linakuwezesha kukataa na kukubali. Mtu anakushawishi habari za uzinzi, unaanza kumwombea?
kwamba hili ni pepo sasa. Toka pepo la uzinzi. Pepo unamwita mwenzio pepo, ugomvi utaanza. Na hajaokoka yeye. Anakutaka kiuzinzi. Sasa bidi hapo neno lifanye lifunuliwe ndani yako, upate maarifa. Imeandikwa usizini. Sasa mtu ambaye hajafunuliwa akili yake akajua maandiko, atajua kwamba kuna sehemu iliandikwa isizini. Atazini. Siku wamekaa ndo wanakuja kufundisha, kumbe ilikuwa ni dhambi. Unaona? Kwa Kristo anataka anapoondoka anahakikisha kanisa limekaa katika neno. Haleluya. Ikiwa kanisa, ikiwa ni mhubiri anafundisha tu simulizi, sijui story, hakuweki katika neno, anaua nafsi yako. Maana itabidi mtu aachilie neno likawe ndio imani yako, hata ukitoka pale likakusaidie. Neno ndio lilisaidia watumishi wengi. Neno ndio watu liliwatoa katika uchafu. Haleluya. Maandiko yanasemaje? Ukisoma ile Yeremia 23 ule mstari wa 29, anasema neno langu si kama moto. Neno langu ni nyundo ivunjayo mawe vipande. Kwa neno la Mungu linapokuja kwa mtu linakuja kama moto. Ikiwa neno linakuja kutufurahisha humu, tunacheka, tunafurahia, iko changamoto katika imani yetu. Neno la Mungu alikuja duniani kufurahisha mtu. Anasema msidhani ya kwamba nimeleta amani duniani, bali upanga. Apendaye hiki kuliko mimi hanistahili. Japo mhubiri anaweza kasimama na hekima yake akatetea, jipambeni kitu wanangu, mradi tu wamuibi hela, ni hela zenu hizo. Lakini neno limesemaje? Ndio limesema hivyo? Hapana. Kwa lazima kanisa tukasimame kwenye neno. Kanisa tuwe tunahangaika usiku na mchana kuyatafakari maandiko. Huo ndio Kristo wapendwa. Ufanyike kuwa mwana wa neno. Usiende kuwa mwana wa AGT. Usiseme mimi mwana TG. Usiseme mimi sijui mwana Moravian, sijui mimi mwana Katoliki. Sema mimi mwana wa Kristo aliye hai. Maana neno la Kristo linakaa ndani yangu. Sitababaishwa na mtu yoyote. Yesu alipokuja duniani hakuingilia dhehebu yoyote. Walianza kumsumbua, unafanya hayo kwa mamlaka ya nani? Maana ilikuwa lazima ukae chini ya mtu ujifunze. Kulikuwa na vio vya kujifunza neno la Mungu. Unaona, tukijifunza neno la Mungu katika maarifa, bado tutashindwa kushinda dhambi. Tutajifunza sana, lakini matokeo kwamba mimi ninajifunza ni pale neno litakaa ndani yangu, nitashinda dhambi. Neno linaingia hivi kweli, umefungua mlango au umefungua dirisha? Neno likuingie. Tukiangalia mstari wa 45, Yesu alipofundisha sasa, anaona sasa hao watu wameelewa, hawajaelewa, wameelewa. 45 inasemaje? Inasema hivi. Anasema ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Baada ya kufundisha sana, kujifunua kwao sana, tena sasa hapa ilikuwa haijapita hata mwaka. Haleluya. Yesu amemwambia kabisa, nitapigwa, nitasulubishwa, siku ya tatu nafanya nini? Nitafufuka. Wakasahau. Amefufuka, ndo anasema ile tu juzi hapa sisi nimemwambia itakuwa hivi na hivi. Bado wafanye nini? Hawaamini. Huenda neno lilikuwa linasikilizishwa, wao wanachukulia tu kawaida. Hawalichukulia neno la Mungu kwa nini? Kwa uzito. Torati inasemaje? Inasema hivi, amri za Mungu
hazitaandikwa tena kwenye vibao vya sheria, bali zitaandikwa katika mioyo, ubao wa moyo wako, vibao vya ndani vya mioyo. Haleluya! Kwamba amri za Mungu saizi hatuziandiki ukutani hivi. Ukiingia ndani mwangu simona kuna amri za Mungu 10. Amina. Zile kama haziko moyoni mwangu, pale ni pango tu. Hili ningeweka tu picha yangu wanionage. Zile amri itabidi kupitia neno, nikifunuliwa maandiko ndipo nikaziandike ndani. Haleluya! Ikaandikwa wapi? Ndani. Ndipo nitakuwa nina nguvu ya kushinda, nina nguvu ya kuamini. Sasa Kristo anakuta hawa waamini, naye wakati wa kutoka umefika. Arudi wapi? Kwenda kutuandalia makao. Maana kitendo cha Kristo kutoka hapa, ametuahidi msifadhaike mioyoni mwenu. Unaona, mnao niamini. Haleluya! Ninakwenda wapi? Hebu soma hapo. Ni Yohana ngapi? 14. Yohana 14:1 chap chap. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu. Niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningeliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Sasa Kristo anakwenda juu kufanya nini? Kutuandalia makao. Anaenda kuandaa makao. Watu bado wajaamini kwa furaha, watu bado wanashaka. Ikiwa tu wanamuona wana wasiwasi naye, yeye akiondoka itakuweje? Ndipo anaingia sasa kufundisha kwa bidii, anaanza kuwaelekeza, bado hawaelewi. Haleluya! Sasa hapo ndipo anatufungua kwamba funguo ya kufungua akili zetu nani anayo? Ni Yesu. Wapendwa, tukiona tunasoma maandiko hatuelewi, tufanyeje? Twende chuo? Tufanye nini? Tumuombe Yesu. Sema, Bwana uliyeniokoa, hakuniokoa nikawe mbumbumbu. Kama kweli umeniokoa, nikutumikie. Nitakutumikieje nisipokufahamu? Nisaidie, unifungue akili yangu, bado naona kama imefungwa. Nikisoma Mathayo sielewi, nikisoma Yohana ndo kabisa. Nifungue nipate kuelewa. Ndipo Bwana anafungua akili. Kama tukao tunaombea tu chakula, tuelewe vitu vya muhimu vya kuomba. Tunaomba tu chakula, bariki chakula hiki. Mungu naenda kulala, nibariki nilale salama. Mungu nimeamka. Sio kazi ya wokovu hiyo. Haleluya. Sio kazi hiyo. Kazi ya wokovu ni kuchangamka. Tujue majira na nyakati. Sasa tutajueje sasa? Maandiko haya yamefungwa. Hata tu sasa nikafungua kitabu cha Ufunuo, nisimamishe moja moja atuelezee maana yake. Tunabaki tunashangana hapa. Kwa nini sasa haya yameandikwa kwa ajili ya nani? Ya sisi. Sasa hatuelewi. Haleluya. Hivi nikakuletea zawadi, hujawahi iona, nani uielewi?
Ile anakwambia ni utabaki tu naichekelea, ila uelewe ufanyeje sasa. Sijui ni chakula, sijui ni nguo. Yaani unaona tu kama limefungwa, uelewi ni nini, pa kufungulia hapaeleweki. Si lazima uje niulize niliyeileta. Amina. Kwamba ndugu, asante kwa zawadi, lakini pale sielewi pakoje. Ndio naanza, acha ushamba wewe. Fanya hivi na hivi na kufungulia, tumia hivi. Watu wanataka tu tushuhudiage uokovu ambao hatujui. Sema tunaokoka, nampenda Yesu, lakini sina fulana huyu Yesu. Sina amani naye kabisa. Wapendwa, kama hatuelewi maandiko, yaani tutapotezwa. Akisimama mchungaji atahubiri la kwake. Atakuja huyu utajua hapa pengine ndo askofu mkuu, nimsikilize vizuri, naye atahubiri la kwake. Yaani kila mtu nakuta anaongea la kwake. Lakini tukiomba uwezo utakao juu kwa Mungu, kwamba Mungu niwezeshe, ukikaa mwenyewe katika Biblia utakuwa nini? Na ufahamu. Shetani alipomfuata mtu mwenye ufahamu ambaye alikuwa ni nani? Ni Yesu Kristo. Anamwambia geuza huu mkate huu ama kwa mkate. Anasema imeandikwa, hatutaishi tu kwa mkate, bali kwa kila neno litokalo midomoni mwa nani? Mwa Mungu. Kama hata nijapo kufa na njaa, mimi nitaishi. Usinitishe na vyakula vya duniani. Haleluya. Mtu mwenye neno ndo haogopi kufa. Lakini kama neno hamna, hata sasa kwambia utakufa au kufa njoo kwa Mungu. Hapo ndo tunaona watu wanapopilikana sasa. Wao wenyewe wanasema mbinguni ni kuzuri, peponi ni kuzuri, ila hataki kwenda kwa sababu yani moyoni kwako kuamini kwa furaha, bado ile furaha haijaonekana. Paulo anasema kuishi ni Kristo, kufa faida. Unasema kufa ni faida, alafu kuna mambo hujatengeneza. Neno limefungwa, sijaelewa chochote, nisemage kufa ni faida? Tuzetu kanukuu tu mitume wenzetu, Kristo alijifunua kwao zaidi. Neno la Kristo lilikaa kweli ndani yao, kila kitu walifunuliwa. Kwa anaposema kuishi ni Kristo, kufa ni faida, anaelewa kifa naenda wapi. Niko njia panda mashaka, sielewi kwamba sijui nikifa naenda wapi. Nitaongea tu, nitaropoka tu, kufa ni faida. Kwa sasa kama kanisa tukae katika kuomba, tufunuliwe nini? Maandiko. Kusudi la kukusanyika mahali hapa, tufahamu neno, tukaliishi. Haleluya. Mfano hapa sasa wala kwa Malawi mpaka 1, 2, 3, 4, 5. Mkafunuliwa mkalifahamu neno. Mnafika Malawi mnakuta makanisa yamepotoka. Haina haja kwenda nayo. Ni wenyewe mnakusanyika kwa jina la Yesu, mnaendelea kumwabudu. Amen. Haleluya. Mtu aliyejua neno haangaiki. Unaenda unakuta wendi vizuri. Yale niliyofundishwa nimefunuliwa kabisa. Hapa Mungu amenifunulia, haya ni dhambi. Unakuta lichungaji limevaa tai linahalalisha, unaendelea kulifanya nini? Asema tokeni. Jitengeni nao. Msishirikiane nao, msiguse, msionje. Lakini lazima neno kwanza liwe pamoja nasi. Sasa tu nikatoka afu tena nikasielena mimi tena cha kufanya. Umejitapa mbele ya wazazi, mimi naondoka, haya sawa. Umeenda una pa kulala, una pa kula. Utarudi. Utarudi tu mama. Ndio wanakupokea lakini wataona ni dhaifu. Sawa, ni mwanetu fanyeje? Kwamba sasa hapo sasa ndio sasa tunaishi tena kwa mashaka. Maana wakuamini, ukajifanya unaweza, unaenda kujitegemea, njaa imekutaka. Hauwezi, unarudi tena. Lazima uhakikishe mimi najiweza, ndiko tunaaga nyumbani. Haleluya. Lazima uhakikishe nimekutana na Kristo.
ndipo unaweza kusimama na peke yako, watu wakasikiliza unachokisema, wasema kweli ile ndio neno la Bwana. Sababu tumejitoa tu, lakini bado ni mzinzi, unaenda kupotea huko. Utakaa kidogo, unarudi kule, unaanza kuomba msamaha, ngambia kaa kule nyuma. Sasa matakataka yote ambayo utahubiriwa pale, wewe semage ni amina, maana umeshindwa. Haleluya. Lakini Mungu hajatuitia kushindwa. Yeye ndiye anaanzisha kazi ya wokovu ndani ya mtu na anaikamilisha. Unaona wanavyokamilishwa? Wanakamilishwa, wanafunuliwa hadi maandiko, wanafahamu maandiko, ndipo anaondoka, anaenda kufanya kazi zingine. Kuna sisi haya yameandikwa kutufundisha sisi. Hao walishafunuliwa, ina maana hapa panatuhusu ni nani? Ni mimi na wewe. Ukiwa umefunuliwa, shukuru sana. Lakini kwa kuna shida mpendwa, usitegemee injili za hapa tu madhabahuni. Tegemea neno ambalo litakuwa ndani yako, ndio litakuokoa wakati wa taabu. Kuna wakati utafika ambapo utahitaji maombi ya mtumishi, simu itakuwa ipatikani. Utajaribu kupitia hapa, anambia ametoka sasa hivi, ameenda wapi? Haleluya. Leo ukiangalia moyoni mwako hamna kitu, utakufa kijinga. Haleluya. Utakosa msaada. Kwa hiyo watu wanapokosa neno, shetani yuko hivi. Shetani kwanza tumekaa tu hapa anatutamani. Haleluya. Soma Isaya 4:14. Tumjue shetani. Ninapoambia tushike neno, nami neno langu niambia nishike neno na nifunuliwe tu, tunaelewa. Isaya 4:14. Isaya 4:14. Amna Isaya 4:14. Ipo Isaya ngapi? 5:14. Ni 5:14. Inasomeka hivi: kwa hiyo kuzimu kumeongeza tamaa yake, kumefunua kinywa chake bila kiasi, na utukufu wao na wingi wao na ghasia yao, naye pia afurahie miongoni mwao, ushuka na kuingia humo. Lakini mwanzoni asema, kwa hiyo kuzimu kumeongeza tamaa yake, kumefunua kinywa chake bila kiasi. Kuzimu kumeongeza tamaa. Yaani Mama Mudu, unapokuwa unashika maiki hapa unasifu, kuzimu inakutamani. Tena imefunua nini? Kinywa chake bila kiasi. Unapotembea nasema, yani huyu akianguka, huyu akija, huyu ajichanganye tu. Unaona? Kwa unakuta makwazo, vitu vingi vinakuzunguka. Kuzimu inatuma mishale, kuna tuma tamaa. Unaona? Na tamani huyu mnene huyu ndo aje huyu. Kuzimu hiyo imeongeza nini? Tamaa yake. Ndio maana mtu akiwa amefarakana na Mungu, ameufanya moyo wake kuwa mgumu, haelewi neno la Mungu, anapofikia wakati ambapo amekata tamaa, hawezi kufanya lolote, mnakuta amejiua, amejinyonga. Yeye mnaanza, tulikuwa tunasali naye, mtu anayejiua alikuwa anasali huyo. Mtu umejinyonga. Tumemaliza ibada, kumbe ulikuwa na mawazo ya ndoa hapa. Tumemaliza tu na tuaga vizuri na tushika na mikono, kumbe unasema bai jamani. Unachukua kama fanya nini?
unajinyonga. Wewe kuzimu iliongeza tamaa yake, na wewe mtu anayekutamani ina maana anakushawishi. Unaona? Ukishashawishika tamaa yake inatimilika. Haleluya. Hata wanapoolewa ndivyo nakuwa nakuja mwanaume hili na kushawishi, nikana kashawishigi haka. Shawishi akajaa. Haleluya. Mambo yakatiki. Sasa na yenyewe kuzimu inakuja kama limume. Kuzimu na yenyewe baba la waongo na kuchawishi, takupa mali. Wewe si wa kuishi hivi. Unashawishiki, unazini. Haleluya. Kuna taarifa nimewahi kuzisikia, kama nyinyi mmesikia, mtu akawa nazini huko guest akafa huko. Haleluya. Kalikuwa kanatuongozea hapa sifa. Sasa kuzimu imetamani, imetupa mashambulizi, kakakubali uzinzi. Kwenda kule, Mungu wa moyo ukiwa ni mgumu kuelewa, anaona wewe hauna faida yoyote, anaachilia tu mauti. Haleluya. Hata ajali inaweza katokea, karuhusu kufe, maana amekuhubiria wewe. Sasa uendelee kufanya nini? Uendelee tu kuambukiza wengine. Kwa amekuhubiria wachungaji, wamekuhubiria wainjilisti, nini na nini, lakini bado unaenda guest unafanya uzinzi, anaruhusu ukufe. Haleluya. Sasa ukifa kifo kama hicho, hata tungeombaje, hata tungesema umlaze peponi pema, kwanza hamna maandiko kwenye Biblia ambayo yanaruhusu tumwambie mtu mlaze peponi pema. Hakuna. Kama umemaliza kusoma Biblia, mimi basi sijalikuta. Kwa Biblia nasema heri wapao katika Bwana, na wapate kupumzika zidi ya tabu zao. Haleluya. Kwa maana matendo yao yanaambatana nao. Nikija kupewa nizike mtu, ndivyo nitaongea hivyo. Sema huyu marehemu matendo yake yafuatane naye, zikeni. Siwezi mimi nikaanza kupamba umlaze peponi pema, huyu alikuwa anatoa sala. Hayo ni ya kwetu. Mimi nitanyoka na andiko hivyo kwamba marehemu sawa sana matendo yake. Tumemaliza biashara, tutampangia Mungu. Mungu mwepushia adhabu ya kaburi. Na utani na Mungu nie. Alimwepushia nani adhabu ya kaburi kwa Biblia? Watu tunaanza tu kufarijiana misibani, lakini neno la Mungu halijakaa ndani. Ndio maana nasema akawafunulia maandiko wapate kujua nini? Wapate kufahamu. Akawafunulia akili zao wapate kufahamu maandiko. Ili tusikanye na injili za bla bla. Haleluya kanisa. Ukisoma mstari wa 52 baada ya kufunuliwa maandiko, nini kiliendelea? Ufunuo Luka hiyo mstari wa 52. Unaweza kurudi haraka, mimi nasoma muda wetu nazidi kwenda. Wakamwabudu kisha wakarudi Yerusalemu wenye furaha kuu. Unaona? Wale ambao walikuwa wanaamini kwa shaka, ndio wanaamini lakini ndani yao wana furaha kuu. Walipofunuliwa nini? Maandiko. Walipofunuliwa akili zao zikapata kujua maandiko. Kitu cha kwanza, ibada ikaanza pale pale. Haleluya. Ukifunuliwa akili zako zikajua maandiko, hutahangaika ukaabudu wapi. Ibada inakuwa ni wewe ndani ya moyo wako. Popote ulipo unamuinua Bwana. Popote ulipo unaamini yuko Yesu Kristo. Maana katika maandiko yanasema wakusanyikapo wawili watatu kwa jina langu, nami nipo katikati yao. Wasija kaja watu wanakubabaisha. Unaabudu pale. Wewe ni dini gani hizi? Yesu abudiwi na madini. Yesu abudiwi na madhehebu. Yesu anaabudiwa na mtu ambaye anaijua kwamba neno hili ni la Mungu. Na maana nasema ukiamini na ukakiri ya kwa Yesu Kristo ni Bwana, utafanya nini? Utaokoka.
Wapendwa, tulie sana, tulijue neno. Ibada ikaanza huko wapi? Milimani. Walipomwabudu wakarudi kwa furaha kuu. Kwa tunapokuwa tunamuelewa Mungu, tunafunuliwa maandiko, tunakuwa tuna furaha, tunafanya kazi kwa furaha, tunaabudu kwa furaha, tunasifu kwa furaha iliyo kuu. Kuna mtu anasifu anajikuna, yani unaanza kujiuliza, anaelewa anachokisifu huyo? Yani mpo kusifu yani anatamani paisha haraka ili apate muda wa kukaa, maana wakati wa kusifu zile wa kusimama. Sasa yeye anajiba juu anayemsifu ni nani? Akili bado iko na kufuri. Kwa tulie sana kama kanisa, tuliombee kanisa, tujiombee Bwana akapate kutufunulia maandiko. Haleluya. Tukapate kumwabudu kwa furaha. Tunapoomba tukapate na hakika tunamuomba ni Mungu. Tunapolia nisiogope hata kulia kwa watu. Nimewahi kusema kuna mwingine unakuta anapoombea chakula akiwa nyumbani anaomba vizuri, lakini akiwa mgawani anaanza kuwa na aibu, haombei. Ombea kama unaogopa atakiba, kishikilie huko na kikemea. Hamna atakaye kichukua. Una hakika kwamba ninaomba ni ulinzi. Mwingine anaomba akiwa peke yake, wageni wakija wanakula tu bila kuomba. Unaanza kuona haujui. Akili hizo bado zimefungwa. Haujui unachokitumikia kwamba hatuwezi fanya lolote pasipo Kristo. Mstari wa 53 ndio mstari wa mwisho. Wakamwabudu kisha wakarudi Yerusalemu wenye furaha. Na huo ndio nimetoka kuelezea. 53 asema nao walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu Mungu. Baada ya kutendeka kitu kimoja tu, Yesu anapofunulia kanisa, akili zao wakajua maandiko, ndipo takuwa na umoja. Kwa iko faida ya kuomba kanisa likajue neno. Tunapokuambia habari za kwamba nunua Biblia, mpendo, unaelewa. Amen. Unafanya nini? Ili ukakae katika neno. Na wanasema hata mkienda huko mkakuta hapoeleweki, mnakusanyika wawili watatu, mnaendeleza ibada. Mungu mnamuitia pale. Petro anasema hakika nimetambua kwamba Mungu hana upendeleo. Kokote kule pikia mahali wakilitia jina lake kwa uaminifu, na atafanya nini? Atawaokoa. Epuka habari za madhehebu, kaa katika neno. Afate mwanzilishi wa madhehebu. Zaidi walikosana, ndipo yeye akajimega huko. Na yule wakakishindwa kuelewana, akajimega huko. Kwa ni utitiri ambao una kibali hata mbele za Mungu. Lakini kilicho kibali mbele za Mungu ni kukaa katika neno. Yeye tu ni wanadamu. Hata hapo unaweza katoka ukauni leo ukafungua ministry yako huko na mkeo si waimbaji. Unaendelea. Nayo ni mwimbaji. Sasa hapo ni Mungu anakuwa amemwambia. Ni yeye tu ametamani kaabudu hivyo, lakini mkimpendeza Mungu hata wazuia. Maana kazi ya kwake. Lakini vile vikiwa ndo vipaumbele, mmekwisha. Vipaumbele inabidi tuketi katika neno. Haleluya. Basi tutaishia hapo. Somo ni refu.